Kitu ambacho tunaishi ni vyema tukajitafakari, na mimi nataka niseme kwa habari ya Wakristo kwa sababu nataka wao wanielewe kwa urahisi kwa sababu ni Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nitoe mfano mmoja wa mnyama mmoja. Mimi niko huku Ruaha National Park. Huku Tungamalenga Idodi huku. Kwa hiyo wakati mwingine ninapotembea humo polini ama mbugani ukipita, kuna mnyama fulani anaitwa ngiri. Ni kama mnyama fulani hivi kama kanguruwe fulani hivi, lakini keusi hivi, kana matata sana kwenye shimo, kanaingia kinyume hivi kanavyotaka kurudi. Yaani yeye ajali huku nyuma kuna nini, lakini anarudi, na akitoka hapo, akifyatuka hapo mbele, hata kama kuna hatari ipo, ngiri atakwenda kwa spidi ambayo huwezi ukaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka kuwashauri watu na kuwashauri Wakristo kwamba tusiwe mfano wa huyu mnyama. Tusiwe mfano wa huyu mnyama. Huyu mnyama ana mambo mengi, lakini jambo ninalotaka kukueleza leo kwa habari ya ngiri, ninaamini kwamba hata wewe litakujenga na kuna kitu ambacho utakuwa na uwezo wa kujifunza. Siku moja nilimwona ngiri ambaye alishtuliwa akafukuzwa na simba. Yaani hatari ambayo ilikuwepo ilikuwa ni ya kuhatarisha maisha yake. Ngiri alivyofyatuka kwenye lile shimo, ile speed sio ilikuwa ni ngapi kubwa, nafikiri ikawa labda speed kilomita 200 hivi au 300 kwa saa. Alafu simba aliposimama, yani yule ngiri alienda kama hatua 10 au 15, naye akasimama. Alafu akasahau kabisa hatari iliyokuwa inamnyemelea, akajisahau kabisa, akaanza kula na nyasi. Kilichofuata, alipigwa na shambulizi la kushtukiza, maisha yake yakapotea. Sasa hali hii ndiyo ambayo tuko nayo sisi kama wanadamu. Na nilitamani nikisema kwamba niseme na Wakristo wanaweza wakajua kwamba ama wakahisi kwamba mtumishi wa Mungu unatutukana, lakini sina maana ya kukutusi, nataka ujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tulio Wakristo tusiwe na mfano wa ngiri. Tunapokurupushwa katika hatari fulani, tunapomsihi Mungu atuokoe katika hatari fulani, na Mungu anapotutoa katika ile hatari, Mkristo ndani ya dakika 10-15 anaweza akawa amesahau kabisa na moyo umepoa kabisa, na anajikuta kwamba sasa hatari ile imempita, maisha yake yameokolewa. Unaweza akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki, mwezi, unamkuta amerudia kule alikotoka na alikokuwa, na anafanya matendo yale ambayo Mungu alimtoa. Kuna kitu nitakuja kufundisha kwamba wakati mwingine tujifunze kwamba tusirudi katika maeneo ambayo Mungu ametutoa. Kuna hatari fulani ambayo Mungu amekutoa, usirudi huko. Kuna jambo ambalo Mungu alikutoa huko, usirudi tena huko. Kuna nyakati ambazo unajua kabisa kwamba hapa pasipo Mungu ningeliweza kuishia mahali hapa, lakini Mungu alikuhifadhi kwa sababu maalum. Na sisi tusiwe Wakristo mfano wa ngiri, tusiwe na mambo ya namna hii. Tunapoamua kuondoka kwenye jambo fulani, tuka maintain ile speed, kama ni kilomita 200 kwa saa, tutembee katika uweza na speed hiyo ya kilomita 200 kwa saa. Tukiukomboa wakati, tukijua kwamba Mungu ametupa nguvu mpya. Tusiangalie ya mwilini. Tusiangalie ya mwilini, angalia uwezo ambao Mungu amekupa na kule unakokwenda, kwamba uko uzima wa milele na Kristo ndio njia na kweli kukufikisha kule ambako unatakiwa kwenda. Mungu wangu akubariki sana. Nimezungumza kidogo, lakini wakati mwingine panapo majaliwa tutazungumza mambo mengi. Tutaenda kujifunza neno la Mungu kwa ajili ya utukufu wake, katika jina lake takatifu.